Aishi Manula, Rusajo Msindo, Yoro Diaby, Fuentes Mendoza, Himidi Mao Mkami, James Akaminko, Faisal Salum Abdalla Feitoto, Kitambara au Ngita, Aba pamoja na Idi Suleiman Nado. Kwa upande wa Young Africans, Djigui Diarra, Isapati Kimwenda kulia, kushoto Shabalala, katikati Baka na Nondo, juu Damalo, Maxi, Duke Ogabuya, Mudathiri Ayabas, Pacome Zouzoua pamoja na Prince Mpomelelo Dube. Je, kwa kikosi hiki unaona Azam FC wakifurukuta au ni nafasi kwa Yanga kwenda kujivunja au Azam FC wala kwenda kutoboa mbele Young Africans? Kwangu mimi sitaki kuona mtu akijivunja, lakini Yanga ni lazima wacheze kwa tahadhari kubwa mno, kwa sababu wanaweza wakatengeneza injury ambazo zitaweza zikawagharimu kwenye mechi ambazo zitakazofuata hapo mbele, aidha hata kwenye mchezo wa finali kama watafanikiwa kuwatoa Azam FC au kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo ya Mei 3. So ni lazima wacheze kwa tahadhari kubwa kuepusha zile body contact na wachezaji wa Azam FC ambao kwenye title ya ubingwa wa ligi kuu ya NBC kuna asilimia zaidi ya 60 hawafikirii ubingwa, lakini huu wa muungano wanaofikiria zaidi. Sasa basi, Young Africans last time wamekutana na Azam FC kwenye mechi ya ligi kuu ya NBC. Tuliona namna ambavyo mchezo ulikuwa mgumu kwa Young Africans, lakini namna ambavyo mchezo ulitofautishwa ama ulimalizika kwa dakika 90, mchezo ukiwa ni 0-0, lakini kuna ukakasi baada ya Young Africans kunyimwa tukio ambalo lilitaka kuwa mkwaju wa penalti, lakini muamuzi hakufanya hivyo. Sasa basi, leo wanakutana tena. Je, watafanikiwa kufumania nyavu wananchi au Azam FC? Kikosi ambacho kilicheza kwenye mchezo wa awali wa Young Africans dhidi ya Azam kwenye mechi ya ligi kuu na hiki ambacho leo hiki kinaingia ni vikosi viwili tofauti au kwa sababu ya malengo? Kumbuka Yanga wana bahati mbaya wanapokutana na Azam FC. Azam wamekuwa wakicheza na katika mechi za Yanga na Azam wachezaji mahususi wa Young Africans wamekuwa wakipata injury, lakini kuelekea kwenye mchezo ambao unafuata Young Africans baada ya nusu finali, mchezo unaofuata tarehe 3 Mei, wao wanajua wana mchezo wa dabi ya Kariakoo. So unaweza kuona kwa namna ambavyo Young Africans wapo kwenye mtego mgumu. Watafanyaje? Mbinu pekee ya kuwanusuru ni kuwaruhusu Azam kutawala mchezo na kuepusha matumizi ya nguvu nyingi, wacheze katika low block wakiwasubiri Azam kwenye counter attack. Hizo ni za ndani naweza nikakupa katika tactics. Sasa tutazame kikosi cha Azam, kikosi cha Yanga, tuwalinganishe wachezaji. Unaona ni wapi kuna possibility ya kuweza kuondoka na alama 3 muhimu? Binafsi naiona Young Africans, tukianza na kikosi chao, mlinda mlango Djigui Diarra. Kwa upande wa Azam FC yupo Aishi Salum Manula. Hawa ni magolikipa ambao wote kama ni nyota tunaweza tukawavisha nyota 5. Aishi Manula msimu huu ana clean sheet takriban 10, Djigui Diarra the same, lakini performance yao pia imekuwa ni ile ile ambayo toka tumeanza kuwafahamu wakiwa katika viwango vyao bora kabisa. Djigui Diarra, Aishi Salum Manula watakuwa kwenye milingoti yote mitatu kwa upande wa Azam na kwa upande wa Young Africans, kuhakikisha kwamba wanatengeneza uimara kuanzia safu ya ulinzi. Sasa kwa upande wa Yanga, mlinzi wa kulia ni Isapati Kimwenda. Kwa upande wa Azam, mlinzi wa kulia ni Rusajo Ekaga Mwikenda ambaye ni captain. Uwezo wao tunafahamu: kupandisha mashambulizi, kushuka kuja kukaba, kupandisha mashambulizi, kushuka kuja kukaba, kutengeneza half space, kutengeneza pia room kwa mafullback na wale ambao wanacheza wingback kwenye flanks kukimbia sana. Iza Mwenda na uwezo wa kupiga cross, ana uwezo wa kutengeneza v-pass, the same pia kwa Rusajo Ekaga Mwikenda. Na upande wa kushoto kwa Yanga, Mohamed Hussein Zimbwe Junior akipatna upande wa kushoto Azam ni bwana mdogo Pascal Msindo. Yeye pia ana uwezo mkubwa sana wa kupiga cross, the same kwa Mohamed Hussein Zimbwe Junior. Kwa unakuja kuona namna ambavyo vikosi vyote vitakuwa na nguvu hasa katika eneo la ulinzi, maeneo ya pembeni, maeneo ya katikati. Ukija katika eneo la katikati kwa upande wa Yanga, Ibra Baka, Dickson Job ni majeruhi, automatically mwalimu atachagua kuondoka na Bakari Nondo Mwamnyeto. Maana yake itakuwa ni partnership kati ya Ibra Baka na Bakari Nondo Mwamnyeto. Hawa wanakupa namna ya kuzuia kwenye aerial duels, lakini pia kwenye tackling Ibra Baka ni mzuri, lakini watakuofa wakati wa kupress, counter pressing. Timu ambapo inapokuwa kuna kitu kinaitwa PPDA, pass per defensive action. Zinapigwa pasi ngapi katika lango lako wewe kabla haujafanya action? Kana kwamba haujafanya blocking, haujazuia shambulizi, haujaziba njia, zile pasi ambazo mpinzani anapiga katika lango lake ndo tunaita PPDA, pass per defensive action. Yani hapa anakuwa mpira mpinzani. Mfano,
Azam wakiwa na washambulia Young Africans wakifanikiwa kupiga mbele ya uso wa lango la Young Africans pasi 10 mpaka 15, maana yake Yanga wamekubali kuwaheshimu Azam, wakubali kuzuia kwa kuwazuia Azam wao kushambulia, ambapo wanakuwa na mashambulizi makali sana. Maana yake ni Azam yule ambaye anaweza kupiga pasi 15 katika lango lake, maana yake ana high PPDA. Lakini ukiwa kuna low PPDA, maana yake team threat ni ile ambayo ina uwezo wa kukuzuia. Unapiga pasi 5-6, wamesha kupakonya mpira, wanakwenda kukushambulia wako. Maana yake wanakuwa na defensive nzuri ya kiulinzi na wanakuwa very quick kwenye reaction. So ndio maana halisi ya PPDA, pass per defensive action. Ukiwa na low number of PPDA uko vizuri kwenye kureact, lakini ukiwa na high number of PPDA maana yake wewe umeruhusu kuwa second team kiwanjani. Ndio maana tafsiri ya pass per defensive action, kitu ambacho watu wengi huwa hawakitazami kwa makini. Lakini ukitazama kwa upande wa Azam FC, eneo la nyuma yupo Yoro Diaby, yupo Fuentes Mendoza. Fuentes Mendoza alicheza faulu ya mwisho kwa Dube kwenye mchezo wa ligi kuu NBC. Maana yake angeweza kutengeneza, lakini pia ni mlinzi ambaye mwili wake, body yake anatumia nguvu sana katika eneo hilo. So unahitaji kuwa na washambuliaji ambao watakuwa ni very flexible kwenye kutengeneza nafasi, kwenye kutengeneza movement, kwenye kutafuta space ambazo wao viungo watakuwa wanapitisha mipira kiurahisi. Tutoke katika eneo la kiulinzi sasa, twende tukatazame Young Africans wanaingia vipi katika eneo la kiungo. Mohamed Damaro Kamara, huyu ni bora ubaki wewe, mpira uende, haruhusu kupitika kirahisi. Maxim Pianzengeri, Duke Ogabuya, Mudathir Ayabas, hawa tunafahamu uwezo wao mkubwa wa kuweza kuretain ball, uwezo wao wa kucounter press kwa haraka zaidi. Wanapopoteza mpira wanareact haraka kwenda kukaba. Lakini winga mmoja pako umezuzwa, namba 9 Prince Mpomelelo Dube. Hicho ni kikosi cha Young Africans ambacho ninaamini kama wanahitaji kufika hatua ya finali lazima waingie hivyo. Lazima waingize watu ambao watawapa matokeo, watafanya Azam kuwa nyuma au kuwa na pressure pia na kuwaheshimu zaidi, kwa sababu hizi ni timu zote ambazo na wachezaji ambao ni quality, bench la ufundi liko very quality. So unahitaji kuwa na mifumo na wachezaji ambao wataenda kutekeleza vyema majukumu yao kiwanjani. Mfano kwenye Young Africans wamekuwa ni waumini wa 4-4-2. Maana yake kutumia 4-4-2 anatengeneza Pedro Gonzalez balance nzuri kwenye kiulinzi, lakini kuna wakati anatumia 4-2-3-1, anakuwa na walinzi wanne wa viungo wawili, viungo wachezaji watatu, mshambuliaji mmoja. Maana yake anaweza kaanza na Mwenda Shabalala, Baka Nondo katika eneo la beki defense line. Kiungo anacheza Damaro na Duke Ogabuya. Wakati huu katika attacking ile sasa na kuongezea viungo watatu, Pacome, Mudathir na Maxim Pianzengeri, huku akisimama Dube. Maana yake ni nini? Wakati wanashambulia Young Africans wanaongezeka, wanakuwa wale viungo, mmoja anasogea juu, anabaki chini Mohamed Damaro, juu anapanda Duke Ogabuya kwenda kuongeza idadi, wanakuwa na wachezaji takriban 5 katika eneo la final third kwa ajili ya kushambulia. Wakati wanajidefense tayari wakiwa na wachezaji 4 ambao ni walinzi kiuhalisia, anakuja anaongezeka Mohamed Damaro ambaye anatengeneza mchezaji wa 5. Bado akina Maxim Pianzengeri, Pacome Mizuzu wamekuwa akifanya recovering nzuri sana kuja kusupport timu pale ambapo inahitaji. So unakuja kuona kwa namna fulani Young Africans wanaweza wakanufaika. Lakini tukitazama kwa upande wa viungo wa Azam, ndio ugumu unapoanza. Unahitaji akili ya ziada kumpiku Himidi Mao Mkami. Amekuwa na performance bora sana. Mwalimu Ibenge kwa nini amekuwa akimtumia Himidi? Anamjua ni mzoefu, anajua kucheza janja zote kiwanjani na nje ya uwanja. So ukimchukua Himidi, James Akaminko, uwezo wake mkubwa wa kupiga pass. James Akaminko tuliona show yake kwenye mchezo dhidi ya Simba Sports Club, lakini hatujaanza kumfahamu leo. James Akaminko ni mchezaji ambaye anaweza akakuofa kitu kizuri zaidi. So ukitazama kwenye eneo la kiungo, Azam watu wana kina Faisal Salum Abdalla Feitoto. Sio Faisal tu, kuna mwamba anaitwa Aba, anavaa jezi nambari 10. Hii pia huwa ni hatari zaidi. So unahitaji kuwa na watu ambao ni quality, ambao watakwenda kucement, kuweka battle nzuri katika eneo la katikati, kuzuia zile penetrating passes, through pass ambazo mara nyingi through pass ndizo huwa zinavunja defense line, ndizo huwa zinavunja mstari wa kati wa viungo. Maana yake unahitaji kuwa na mtu ambaye anaweza kupiga through pass. Je, kwenye Azam FC hao watu wapo? Feitoto anapiga through pass, James Akaminko anapiga through pass. Kazi ya Himidi Mao Mkami yeye ni kuhakikisha kwamba anatengeneza ile battle katika eneo la nyuma, kukaba, kuzuia, kushambulia, kuwazuia Young Africans au wapinzani wasiweze kutengeneza njia ambazo kwa wao zinaweza zikawanufaisha. Kwa namna moja ama nyingine, yeye ni catalyst katika eneo la katikati la kiungo, ambapo anakuja kuongezewa nguvu na James Akaminko. Kuna wakati anashuka chini, maana yake unatengeneza double pivot kati ya James Akaminko na Himidi Mao Mkami. Wakati huo Faisal ana drop chini
na Idi Nado pamoja na Aba kuja kuongeza nguvu ili wachukue mipira waweze kuipush kwenda kumtafuta mshambuliaji wao ambaye mara nyingi kama sasa hivi mwenye magoli mengi pale ni Ngita. Manake kama sio Ngita na kuwa ni Kitambara. So unakuja kuona kwa namna moja ama nyingine unahitaji kuona timu ambayo itakuwa na balance nzuri kiulinzi katika eneo la katikati, kuhakikisha kwamba hawatengenezi defense line ambayo itakuwa inafikika kirahisi. Unaanza kwanza kuziba njia kuanzia eneo la katikati, na hiyo kazi inafanywa na viungo. So kwangu mimi naona ni game ambayo binafsi itaamuliwa kimbinu zaidi, kwa sababu kwanza wanafahamiana, kitu cha pili wana quality players, na kitu cha tatu kitategemeana nini hasa wanakihitaji. Je, Young Africans wanahitaji kushinda huu mchezo, kushinda muungano, then waende wakashinde mchezo wa dabi, lazima wakubali kutokuepusha matumizi ya nguvu sana na wachezaji wa Azam, kwa sababu wanaweza wakatengeneza injury ambazo kwa wao zitawagharimu kwenye michezo inayofuata hapo mbele. Kumbuka wapo kwenye title race ya ubingwa tofauti na Azam FC. Azam ana uhakika zaidi wa kuondoka na hii kombe la muungano, kwa sababu analiona kama ana nafasi nzuri kutumia mazingira, kutumia play ambayo ipo mbele, lakini pia kutumia kigezo cha wao kuwa second team kiwanjani, kana kwamba uwezo wa kwenda kuwabato Young Africans kutokana. Lazima Yanga watakubali kuwa second team kiwanjani ili kuepusha matumizi ya nguvu. Kama watahitaji kuwa first team kiwanjani, maana yake lazima wa apply nguvu kwa kila mchezaji, nguvu katika kila eneo, movement katika maeneo yote ya kiwanjani. Tunajua uwanja unagawanyika katika maeneo matatu: flanks za pembeni, kushoto na kulia, na eneo la katikati. Na katika eneo la katikati mara nyingi Azam ndio wanalipenda zaidi. Wanapenda kupitia eneo la katikati, huku wakitega kutumia Idi Nado ambaye mara nyingi wakati wanauvuta upande mmoja au wanapokuwa wamejikusanyika katikati, inapigwa switch of play, inapigwa pasi ambayo ina switch upande kwenda kumtafuta Idi Nado ambaye ana uwezo mkubwa wa kulitafuta eneo la katikati. So unakuja kuona ili kuepusha hayo matumizi ya Bato, kina Pacome, kina Mudathiri, kina Duke Oga Abuya, Prince Dube, ambao ni matarajio kwamba watatumika kwenye mchezo ambao ni muhimu, mchezo wa dabi ya Kariakoo, ambao pia wapo katika mbio za ubingwa. Hesabu zao ni lazima ziwe kali zaidi. Kwangu mimi hicho ndio kikosi ambacho nakitazama kwa upande wa Azam na kwa upande wa Young Africans. Kwa upande wa Azam, kama ambavyo nimekitanabaisha na kukifanyia analysis hapo,